Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake tena katika asubuhi ya leo. Na namshukuru sana kwa sababu ya kibali ambacho ametupatia tena kuendelea kuwepo juu uso wa nchi, lakini kuendelea na ibada zetu. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake jinsi ambavyo imeendelea kuwa juu yetu. Basi mtumishi wa Mungu ambaye tuko pamoja, naomba tuendelee pale ambako tuliishia jana, na tunaendelea. Mungu ametupa ujumbe unasema nia ya Kristo, na ndani yake kuna mambo mengi sana ambayo Mungu anataka tuyafahamu, mambo mengi sana ambayo anataka tuyaelewe. Na kwa sababu hiyo naomba tuende pamoja katika jina la Yesu. Naomba nimshukuru Mungu then tukaanze ibada yetu. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa sababu ya neema yako Jehova. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya pendo lako. Asante kwa sababu ya fadhili zako Jehova. Tunakutukuza Bwana, tunakuinua. Tunasema asante tena kwa vile umekuwa pamoja nasi Bwana. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa fadhili zako za ajabu. Baba, ninakutukuza sana. Ninasema asante kwa sababu umekuwa pamoja na sisi. Ijapokuwa kibinadamu, ijapokuwa Bwana wangu ni kweli hatukustahili kabisa, lakini Jehova umekuwa pamoja na sisi, wala si kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu ya ile pendo lako tu Bwana, kwa sababu ya ile pendo ambalo katika hilo Mfalme Yesu umetupenda na unatutunza katika hilo Mfalme. Asante kwa sababu ile neema ambayo umeendelea kutupatia Mfalme wetu. Tunakushukuru sana kwa sababu ya pendo hili. Asante kwa vile ambavyo umekuwa pamoja na kila mmoja wetu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya kutulinda Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakupa utukufu, tunakupa sifa na heshima Bwana, kwa sababu peke yako ni kweli unastahili wewe mwenyewe Bwana. Peke yako ni kweli unastahili Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Jina lako ni la pekee, jina lako lina nguvu Mfalme. Nami ninakushukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Nami ninasema asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tena. Asante kwa pendo lako la pekee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Majira haya Bwana tunakutukuza, tunakuinua. Baba, tunasema asante kwa sababu Bwana mabwana ni kwa neema yako tupo. Tunajua ya kwamba hatukustahili kuwepo kabisa, lakini Baba umetulinda, umeendelea kutupa uhai. Asante Bwana kwa sababu ya uzima. Hata ambaye inawezekana yuko ambaye ni mgonjwa wakati huu, katika jina la Yesu Baba ninakushukuru kwa sababu una uzima kwa ajili yake. Una uzima kwa ajili yake. Iko neema ya uzima juu yake. Baba asante kwa sababu ya alfajiri hii leo katika jina la Yesu. Baba, ikiwa ni siku ya tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, Yesu ninakushukuru kwa sababu ya kutupatia siku ya leo tena. Baba, jina lako na litukuzwe, jina lako na liinuliwe. Unastahili peke yako Bwana mabwana. Unastahili peke yako Mwana wa Mungu. Unastahili Bwana kwa kuwa ni wewe ambaye ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Nao wanamiliki juu ya nchi. Asante kwa sababu ya neema yako Bwana, kwa kuwa uliamua kutununua Bwana bila kujali hali zetu na historia zetu. Asante kwa sababu kujali tuliishi namna gani Bwana. Kumbe hauangalii sana kuhusu jana yetu, unaangalia kuhusu sasa yetu, unaangalia kuhusu dakika hii Bwana. Baba asante kwa sababu ya neema yako hii. Mungu mtakatifu, tunaomba ukawa pamoja nasi majira haya Baba, na kusi Roho yako Mtakatifu akazungumze nasi Bwana, sawa sana mpango ni madhumuni na makusudi yako, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Nasambaratisha kila namna ya vita yoyote inukayo kinyume na makusudi yako Bwana, ila namna yoyote ile ya uharibifu katika ibada ninaipinga kwa jina la Yesu. Lakini Yesu naomba Bwana tamalaki kabisa juu yetu kwa jina la Yesu. Tamalaki Roho Mtakatifu Bwana mahali hapa. Reign of the Holy Spirit of God in the name of Jesus. Nakuomba Bwana ukatawale kwa jina la Yesu. Acha wema wako na fadhili zako zikaonekane tena katika alfajiri ya leo kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Baba, jina lako ni kubwa na litukuzwe hilo kwa kuwa unastahili, katika jina la uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu Mfalme. Tunakuomba hayo tukiamini uko pamoja nasi for the glory of the name our Lord and Savior Jesus. Asante kwa sababu ya neema yako hii, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Tunaendelea na nikuombe tuendelee kuungana. Kama una Biblia yako mahali ulipo utafungua pamoja na mimi. Tunaendelea pale ambako tuliishia kitabu cha Mwanzo. Nilisema ni sura ya kwanza. Unaweza kujiuliza kwa nini tunaanzia huko kote, kwa nini inakuwa hivyo, kwa nini unazungumza kuhusu, lakini nataka uelewe. Roho Mtakatifu anatamani sana ujue ni kwa nini umeumbwa hivyo ulivyo, ili uweze kujua ni nini kinachokupasa kufanya.
Kuna mambo ambayo haupaswi kuyaishi kwa sababu si kusudi la kuumbwa kwako. Kusudi la kuumbwa kwako ndilo ambalo linapaswa sana kuzingatiwa zaidi. Unapaswa kulizingatia hilo kuliko kitu kingine chochote. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama utanunua simu, alafu ile simu umeinunua kwa ajili ya mawasiliano na haiwezi kufanya mawasiliano, kazi yake ni ya kuchezeshea game watoto, ni kusema ile simu haiko kwenye kusudi la kununuliwa kwake. Ndio, haiko kwenye hilo kusudi. Na kama haiko kwenye hilo kusudi, ni kusema kwamba yani haifanyagi hiyo kazi, haipigi, haitumi message, haipokei message, haipokei simu. Ina changamoto kwenye hilo eneo. Ni kusema kwamba ile nikisema umepigwa haitakuwa mbaya, haitakuwa ni makosa, unakuwa umepigwa. Lakini acha nikwambie hivi, unapoinunua kuchezesha game kwa watoto, hiyo ni ziada sana. Ni baada ya wewe kumaliza shughuli zako, yani unaamua hii ni ziada tu unawawekea watoto, lakini kazi yake sio hiyo kimsingi. So hata Mungu kuna jambo ambalo, kuna kusudi ambalo ametuumbia, na hilo kusudi alilotuumbia, hilo kusudi ambalo ametuumbia natamani sana tulifahamu. Wakati mwingine inawezekana tunaishi vile tunaishi kusha hatujui ni kwa nini. Lakini wacha niseme na wewe mpendwa katika alfajiri ya leo ya kwamba Bwana ametuweka kwa kusudi fulani, na hilo natamani tulijue. Ndio maana tumeanzia huku kote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Haleluya sana. So naomba tuendelee kusoma pale. Tunaanzia mstari wa jana tuliishia mstari wa 6, tulianzia 7 mpaka 8, tulianzia 1 tukaishia mstari wa 8 pale. Lakini mstari ya mwisho kabisa kusoma ilikuwa mstari wa 7 na wa 8. Lakini nianzie mstari wa 6 kwa faida wale ambao tuko pamoja na wao, au utasoma kwa wakati wako. Lakini nasema hivi, Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji. Yani anasema akayatenga maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Hii ni kusema nini? Kuna maji yako juu ya anga according to the Bible. Si mimi, lakini just go and read yourself. Utaona hili. Yani kuna maji yako juu ya anga. Yapo maji fulani. Na hayo maji yanatoka wapi? Mimi naamini hayo maji, Biblia inaeleza kabisa anga liko kwa ajili ya kuyatenga maji yaliyo juu na maji yaliyoko chini. Yani yakatengwa. Ili anga Mungu akaliita mbingu. Ni lugha ya kibibilia, isikusumbue. Akaliita mbingu. Haina maana kwamba mbingu ya heaven. No, wazungu wanaita sky. Sio mbingu kama ambavyo pengine tunaweza yani kwamba ni mbingu ya heaven. Hapana, ni mbingu ya sky. Hii ni lugha ya kibibilia. Kwa sababu hiyo Mungu akaita hivyo, na inaonyesha kwamba kuna maji yako juu ya nini? Juu ya anga. Nikasema jana kwamba what I believe ni kwamba mvua haitokani na zile ambazo tumejifunza si ni kisayansi, si ni geographically, unakumbuka mwenyewe kwamba si kuna evaporation, si ya bahari, si na vitu gani na nini, mvuke unapanda, si na vitu kama hivyo. Mimi nataka kusema na wewe, mimi si bishani sana wala sikatai kwa habari ya elimu, lakini ninachoamini ni kwamba kama ingekuwa ni habari ya evaporation, nani anaipa majira? Taniambia, unajua kuna kipindi cha jua hapa, tajaribu tu kuweka ujanja, lakini mwisho wa siku tunarudi kwenye kitabu cha Hagai, tunarudi kwenye kitabu cha Amos, anaposema ni mimi ndiye nitairuhusu. Tunaanza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, atairuhusu mvua inyeshe on time, kwa wakati wa kwake mwenyewe. Kwa nini? Mvua ni mali yake. Iko wapi chanzo chake? Kuna maji yako juu ya anga. Sasa wajiulize, yanakaa anafanyaje huko? Yanakaaje? Haleluya sana. Huyo ni Mungu mwenye uweza, na hajawahi kushindwa na jambo. Nilikuambia mahali wakati fulani, wakati anaumba, tuliposema pale mwanzo, kulikuwa na giza. Kulikuwa na giza kabisa. Giza lilikuwepo kubwa, zito, Biblia inaeleza vizuri. Lakini Roho wa Mungu alikuwa amekaa juu, alikuwa amekaa au ametulia juu ya vilindi vya maji. Ametulia juu ya uso wa maji, ametulia. Na nikakwambia hivi, mahali aliko Mungu, haijalishi kuna hali gani, haijalishi no matter the situation, lakini Mungu ana uwezo wa kufanya. Yaani kama tu yupo, if the presence of the Lord is there, if the presence of the Lord is upon you, no matter the situation that you are passing on now, let me tell you that there is a breakthrough before you. So just keep going. Endelea kusonga mbele. Keep moving. Usikae, usitulie. Maana mahali aliko Roho wa Bwana, hapo kuna uhuru. Hapo ndipo mahali ambako Mungu
mambo yanafanyikaga, maana Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Haikujalisha kuna giza, lakini Mungu aliumba, Mungu alifanya. Nasema hivi, haitajalisha, and there is no angle of your life that God cannot intervene. Hakuna sehemu yote au aina yote au mahali popote au nyanja yote ya maisha yako ambayo Mungu hawezi kuingilia. Acha nikwambie, yani Mungu uumbaji, Mungu amefanya yote hayo katika jina la Yesu. Haitajalisha unaona hali gani sasa. Yes, keep moving. Kitu unafaa kulinda, keep the presence of the Lord upon you. Yes, hiyo ndio kitu utalinda. Uwepo wa Mungu juu yako ni kitu utatunza sana hiyo. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. Hallelujah. Naomba tuendelee. Kuna mahali Roho Mtakatifu anatupeleka. Na mimi najua kuna vifungo vingi vitafunguka. Kuna vifungo vingi vimekamata watu. Vitafunguka na kuachia watu katika jina la Yesu. Mstari wa 9 anasema hivyo. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, yani manake ardhi. Akaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akasema, mstari wa 11, Mungu akasema nchi na itoe. Hasa Biblia inasema kwamba Mungu anapoendelea kuumba akaangalia akaona haitawezekana, vile uumbaji mwingine hautaweza kukaa juu ya maji, hautaweza kukaa kwenye maji. Akasema pakavu paonekane, akaumba ikawepo ardhi. Kwa hiyo ni kusema nini? Ardhi yenyewe ni mali ya Mungu mwenyewe katika jina la Yesu. Kila kitu ni chake. Akatenganisha bahari iwe na sehemu yake. Ndio maana kwenye mahali pengine kwenye Biblia nasema umeiwekea bahari mipaka. Hiyo mipaka ya bahari haiwezi kuvukwa kwa namna yoyote. Ameiwekea bahari mipaka, ina maeneo yake. Akatenganisha ili viumbe wengine waweze kukaa kwenye mahali, wale ambao hawezi kukaa kwenye maji waweze kukaa kwenye nini? Kwenye nchi, kwa maana ya ardhi. Sasa 11 anasema Mungu akasema nchi, naomba tuende pamoja vizuri kabisa. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu alipomaliza kuyasogeza maji, alipotamka maji yasogea, akasogea, akasema sasa ardhi na itoe mimea, miti ya matunda na vinginevyo, vyote vikatoke, vyote vikachipuke. Biblia inasema ikawa hivyo, ikaota miti mingi sana, ikaota miti kama unavyojua, ikaota ile ambayo unaijua na usioijua. Mungu akaitengeneza, akaiumba, ikaota, ikawepo. Alipoiumba ikawepo, ikaendelea. Sasa anasema ikawa hivyo. Mstari wa 12, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake. Anasema kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uzingatie hili, na kama unaweza kuweka mstari hapo, weka hapo alama. Mungu alipomaliza, wakati amaliza kuyasogeza maji, akaumba kwanza mimea ya kila aina, nyasi na kila aina ya matunda na kila aina ya mti ambao ni dawa na ambao sio dawa, yote kabisa akaumba, ikawepo, vyote vikawepo. Ni kusema nini? Vitu vinavyofaa kula na visivyofaa kula vikaumbwa. Naomba tuende pamoja, kitu tutaelewa pale mbele. Vyote vikaumbwa, yani kusema vyakula vikaumbwa kabisa, vikatengenezwa, vikawepo. Mungu akaviumba kwa makusudi, ana lengo fulani ameweka pale mbele. Akaumba ile mimea yote ikawepo. Biblia inasema ile ilikuwa ni siku ya 3. Tuende mstari wa 14, natamani tuende haraka kidogo tunapoelekea, tuendelee maana natamani kuna kitu nataka tukifikia. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaumba mianga, sio nuru. Niseme tena,
anaumba mianga, sio nuru. Ngoja nirudie kwa mara ya tatu. Anaumba mianga, not a light. Nuru ni kitu kingine na mianga ni kitu kingine according to the Bible. Ndio, soma kwa wakati wako. Yaani mianga ni kitu kingine na nuru ni kitu kingine. Kwa sababu kitu cha kwanza kuumbwa ni nuru. Mungu aliumba nuru kwanza. Nuru ambayo haikuwa inategemea jua wala mwezi. Haikutegemea chochote, no. Aliumba nuru kwanza, akaita mchana. Nuru ilikuwepo na haikutegemea nini? Jua. Haleluya. Hapa ndo utajua. Hapo mwanzo kuliko wako na neno. Kisoma kule, anasema, ukisoma mstari wa 4 anasema ile neno, anasema ile mwanzo. Una maana ukisoma pale anasema ile ndani yake, ndani ya neno ndio kulikuwa na nini? Na uzima. Anasema nao ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nuru ikaumbwa. Kwa hiyo nitakwambia baadaye kule, nuru ni kitu kingine na mianga ni kitu kingine. Na hapa Mungu alipoiumba nuru ambayo ndio mchana, yani ile nuru haifanani na aina yote ile ya taa, ya kwake ni ya kwake. Akaumba mianga miwili mikubwa, tutasoma hapo. Akaumba. Kwa hiyo hapa kuna nuru imeanza kuumbwa, lakini hapa kwenye eneo, kwenye mstari wa 14 kuendelea, Mungu akaumba mianga. Mianga manake vitu vya kutoa nini? Vya kutoa mwanga, lakini nuru ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 amesema hivi, Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Inasema Mungu akaumba hiyo mianga. Alipoiumba ile mianga ni ili, Biblia inasema itie nini? Nuru. Hasa elewa, nuru ilikuwepo, ilishaanza kuumbwa kwanza, ilikuwepo. Lakini Mungu anaumba tena au anafanya tena mianga. Ile mianga kazi yake ni nini? Biblia inasema niitie nuru juu ya nini? Juu ya nchi. Kwa nuru ilikuwepo ni kwa, lakini hapa kuna kitu Mungu anataka kuongeza. Anaongeza pale sawa sawa na makusudi yake. Anasema akaiweka juu ya anga ikawepo na kuutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Mungu akaumba. Na hapa ndio tunalikuta jua limeumbwa, tunakuta nini? Tunakuta mwezi umeumbwa hapo. Na Biblia inaeleza vizuri kabisa, au niseme tu kibinadamu kawaida, mwanga ule ambao unapatikana mchana, ile nuru ya Mungu, ile nuru ambayo Mungu ameiumba, divine light, ile nuru ambayo ni ya kimungu, Mungu aliyoiumba, ile nuru aliyoitengeneza Mungu. Ile nuru haifanani na aina yote ile ya mwanga duniani. Hata ungewauliza wachezaji wanaocheza mpira usiku, ungewauliza, je, wanavyocheza wana feel comfortable kama ambavyo wanapocheza mchana? Mimi naamini watakwambia hapana. Kwa sababu gani? Yaani ile nuru, pamoja na kwamba wanawasha taa za watu nyingi sana, ni kweli, lakini mimi naamini kwamba ile kiwango bado haifikii ile nuru ambayo Mungu ameiumba. Haifikii hata kidogo. Mungu ni Mungu. Mstari wa 20, natamani tuende tukavuke hapo. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi na kila kitu chenye uhai, ndege waruke juu ya anga la mbingu. Ndege waruke juu ya anga la mbingu. Na Mungu Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia. Tulia hapo kwanza, 21. Biblia inaeleza vizuri. Mungu akaumba. Naomba uelewe, aliumba vitu vyote kabisa, akaviumba, akavitengeneza vyote kabisa. Vyote ambavyo unavijua na usivyovijua, ulivyowahi kuvisikia na ambavyo hujawahi kuvisikia,
Vyote Biblia inasema Mungu akaviumba, vyote vikawepo. Paka, nyangumi wakubwa na kila kitu ndani ya maji. Mungu akafanya uumbaji wa pekee wa ajabu sana. Akaumba, akatengeneza kila kitu, akatamka na vikawepo. Akaumba, akamaliza. Kila kitu kikawepo. Sasa mstari wa 22 anasema hivi, Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Jamani, Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Sasa angalia sasa, Mungu anaendelea kufanya uumbaji, anapotamka vitu vinakuwepo. Nataka sana tuingie kwenye ile mistari ya chini pale, ambayo ndio hasa tunapoanzia. Utapata kuelewa kwa nini tumeanzia mbali hivyo. Biblia inaeleza vizuri kabisa, Mungu akaumba kila kitu kikawepo. Anasema na ndege wajae katika nchi, ndege wawepo wa kila namna, wakakuwepo, wakaumbika, wakawepo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaumba na kweli wakatokea, wale wakakuwepo, wakatokea, wakaumbwa na wakawepo. Kwa hiyo Mungu akatengeneza kwa namna ya ajabu sana, akaumba kama ambavyo ameumba, kama ambavyo tumekuwa tunasoma na tumeendelea kusoma na tutaendelea kusoma kwa kadri ambavyo Mungu anatupa neema, tutaendelea kusoma. So Mungu akatengeneza hivyo, akaumba. Mstari wa 24 Biblia inasema, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Mungu anaendelea kuumba. Ndugu yangu mpendwa, mtumishi wa Mungu, kadri tunavyoendelea kuangalia habari za uumbaji, kwani tunaangalia habari za uumbaji, narudia tena, iko sababu ya kuumbwa kwetu. Na kwa sababu iko sababu ya kuumbwa kwetu, Roho Mtakatifu anahimiza sana ndani yangu kwa habari ya kujua, kuelewa kwa nini tumeumbwa hivi tulivyo, na kwa nini tufanywe hivi tulivyo, na tunapaswa kufanya nini na kuishije. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo natamani tukamwombe Mungu, na tunapoenda kuomba Mungu katika asubuhi ya leo, kuna jambo ambalo natamani, nasikia moyoni mwangu tuanze kusimama nalo, na tutakuwa tukiomba Mungu katika hilo. Tumuombe Mungu kwamba kuna sababu ya mimi kuumbwa, iko sababu ya mimi kuumbwa. Hiyo sababu ya mimi kuumbwa, hiyo sababu ya wewe kuumbwa hivyo ulivyo, natamani umwambie Bwana kwamba hiyo sababu ambayo kwa ajili hiyo alikuumba, akakufanya hivyo ulivyo, na ifanyike na iwepo. Watu wengi sana wanaishi maisha ambayo si ya kwao. Naomba unisamehe sana. Watu wengi sana wanaishi maisha yasiyo yao. Kwa sababu gani? Wakati mwingine ni kwa sababu ya kutokujua tuliumbwa kwa nini, ni wakati mwingine ni kwa sababu tu mbalimbali. Yaani wacha niseme hivi kwamba watu wengi sana wanaishi maisha ambayo si yao, maisha yao halisi, yale ambayo Mungu aliwaumbia. Wengine yamegeuzwa. Ufalme wa giza umefanya kazi, tumegeuza maisha yao, umebadili, wanaishi kitu kingine tofauti. Kwa nini? Sasa shetani kuna mahali aliwatenda kwa ila, so yamegeuzwa, wanaishi kitu kingine. Maisha wanaishi sio ya kwao. Ni sawa na mtu, yani wewe umenunua gari yako vizuri V8, alafu kila mara inaendeshwa na mtu mwingine, wewe unaendeshaga tu stout kila siku. Sasa V8 ulinunua ya nini? Umenunua kabisa, umenunua gari yako Range Rover V8 unaendesha, umenunua kwa gharama zako, alafu inatumika na mtu mwingine. Sikia, kuna watu wengi sana ambao Mungu amewaumbia mambo fulani, amewaumbia vitu vizuri sana, lakini hawaviishi hivyo, wanaishi vitu vingine tofauti kabisa. Hata anaangalia struggling ya maisha yake ni tofauti kabisa na income anayopata. Mbona ana struggle sana, lakini hakuna kitu kinachopatikana sawa sawa, au kinachopatikana hakilingani na struggling yenyewe, hata hakilingani na kazi, kipato hakilingani na kazi anayofanya. Kwa nini? Au aina fulani ya maisha, vile ambavyo anajitahidi katika mambo fulani mazuri, sio anayoishi, anaishi kitu kingine kabisa. Sasa kuna watu ambao maisha yao yamegeuzwa, yamebadilishwa. Lakini kwa sababu gani? Nisikilize, that's why this is for the change of mindset and spiritual. Hallelujah. Hii ni kwa ajili hiyo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba uelewe asubuhi ya leo, mpendwa mtumishi wa Bwana, natamani tumuombe Mungu kuanzia leo na kuendelea kuona hili jambo tutakuwa tukiliombea karibu kila siku. Sasa tumeendelea kuona uumbaji, na kadri tunavyoendelea, hata kesho Mungu atatupa neema, tutaenda zaidi tena. Mungu atatupa neema ya kuzidi kuelewa. So naomba ufahamu jambo hili, natamani uombe Mungu. Mimi najua ndio, sisema una shida, mimi sisema una matatizo, lakini ninachojua ni kwamba kuna maisha ambayo Mungu alikuumbia. Ile sababu ya wewe kuumbwa kwako ndio ambayo inapaswa kuishi, ndio inapaswa kuwa ina exist kwenye maisha yako, na si vinginevyo, si kitu kingine chochote, katika jina la Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sote natamani tukamwombe Mungu asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo natamani tukamwombe Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na tunapoenda kuomba Mungu, ni kuombe upate nafasi kidogo ya kuomba rehema kwa Bwana katika jina la Yesu. Pata nafasi kidogo ya kuomba rehema kwa Bwana, kwa sababu inawezekana wakati mwingine sababu ya kuishi tofauti na kile ambacho Mungu anataka inawezekana ni kwa makusudi, kwa sababu ya ignorance ya kibinadamu. Inawezekana ni kwa sababu ambazo huzijui, lakini kuna kitu, kuna kamlango likatengeneza hapa. Baba, katika jina la Yesu tunaomba rehema mfalme Bwana katika asubuhi ya leo. Baba, tunakuomba utakaso, tunakuomba Jehova kutusafishe Bwana mabwana. Baba, ninakuomba sana kwamba ukatuoshe kabisa Bwana kwa damu yako, damu ambayo ni takatifu mno Jehova Mungu wetu na Baba yetu. Nakuomba sana Bwana wangu na Baba yangu katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba kwamba ukatusafishe Bwana mabwana. Baba, ninakuomba ukatutakase tena asubuhi ya leo mfalme. Baba, tumekuja mbele zako Bwana wangu na Baba yangu katika jina lenye nguvu. Penda omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Endelea kuomba maana ni saa ya Bwana na watu wake, saa ya Bwana na kizazi kinachomtafuta katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni saa ya kizazi kimtafutacho Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Baba, tunaomba rehema, tunaomba utakaso, tunaomba Bwana ukatusafishe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Bwana ukatusafishe Baba, ukatuoshe kabisa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mahali popote Bwana ambako tumeishi maisha fulani ambayo yamefungua mlango wa adui kuyashughulikia na kuyaharibu maisha yetu, Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba rehema, ninaomba utakaso kabisa. Mungu mtakatifu Bwana wangu Baba, tusafishe Jehova, ukatuondolee kabisa Bwana kila namna ya dhambi na makosa yote katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatusafishe Bwana, ukatuondolee kabisa kila namna ya kosa lolote Bwana Mungu mtakatifu. Naomba Mungu mwenye haki ukatusafishe Bwana wangu na Baba yangu. Tumerudi kwako sawa sawa na wito wako Baba, tumerudi kwako mfalme, na unaahidi ya kwamba tukirudi kwako utaturudia katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa sababu ya kuishi vile ambavyo hatukuwa tunaelewa, Bwana, tumeishi nje ya uwepo wako na tumeona ni kawaida Bwana. Tusamehe, tusafishe, tuoshe, takase Bwana kwa damu yako, tusafishe Bwana wangu na Baba yangu. Nakuomba utusamehe kabisa Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana ukatusafishe Jehova Mungu mtakatifu, tuondolee kila makosa na dhambi zote Bwana mabwana. Baba, katika jina la Yesu nakuomba sana kwamba ukatusamehe kabisa Baba, ukatuondolee ila namna ya makosa yote. Mfalme wetu, tunakuomba ututakase Bwana wangu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba tutakase Bwana Yesu, turehemu kabisa katika jina la Yesu. Wanaume na wanawake Bwana wote kwa pamoja tunaomba utakaso. Tunaomba Bwana ukatusafishe, tunaomba Bwana mabwana ukatuondolee kabisa Bwana kila namna ya makosa yote katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatusafishe Jehova. Tafadhali nakuomba Baba, utupe tena kibali machoni pako katika asubuhi ya leo. Mungu mwenye haki, tunaomba kibali kwako Bwana katika jina la Yesu Kristo, jina la nguvu na uweza na mamlaka. Baba, tunaomba kibali kwako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatupe kibali mbele zako mfalme. Bwana wangu, tunaomba kibali kwako katika jina lenye nguvu tena takatifu mno la Yesu Kristo mwokozi aliye hai. Bwana wangu, ninakuomba sana Baba, ukatusafishe Baba, ukatuondolee kabisa Bwana kila makosa na kila namna yoyote ile Bwana ya dhambi katika jina la Yesu. Baba, takasa mtu mmoja mmoja alfajiri ya leo mfalme, tunakuomba Bwana, takasa mtu mmoja mmoja katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, nakuomba Baba ukatusafishe katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, tunaomba neema yako tena, tunaomba Bwana neema yako katika asubuhi leo, tunaomba neema yako Bwana. Nami nakuomba mfalme, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, naomba urejesho wa neema yako Bwana, naomba urejesho wa neema yako mfalme, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu ninaomba Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu nakuomba Bwana wangu tutakase Baba.
Baba ninakuomba ukatusafishe Jehova, tuondolee ila namna ya dhambi mfalme. Bwana tunaomba ukaturejeshe neema yako tena Bwana, neema yako Bwana ukaturejeshe Baba, uturejeshe neema na ile furaha ya wokovu Bwana, ukaturejeshe neema yako juu yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye uweza, mamlaka, nguvu na utukufu mwingi sana la Yesu Kristo Bwana, Baba ninaomba Bwana Yesu, safisha Bwana mabwana, osha kabisa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba neema yako mfalme. Baba ninaomba neema yako mfalme wetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana nakuomba Baba ukafanya jambo jipya, nakuomba Bwana rejesha neema yako tena juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambako kumekuwa na ukame uzito ambao haueleweki, hata wakati mwingine tunakata tamaa kusonga mbele, Baba ninakuomba Bwana ukatutakase Jehova. Bwana turejeshe neema yako Baba, turejeshe neema yako. Maana imefika mahali kuna watu wamekata tamaa na maisha yao, kuna watu wamekata tamaa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu nakuomba tafadhali Yesu, nakuomba Bwana wangu, Bwana wangu naomba fufua tena matumaini yale, wakurejesha neema yako juu yao. Fufua tena matumaini Bwana ndani yao mfalme, inua tena tumaini ndani yao, inua tena matumaini ndani yao mfalme. Bwana wangu nakuomba ukainue tena matumaini ndani yao Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana fufua tena, inua tena matumaini ndani yao mfalme, katika jina la Yesu. Inua tena matumaini ndani yao Bwana, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana nakuomba, inua tena Bwana matumaini, inua tena Jehova, inua tena Bwana Yesu, fanya upya, rejesha neema yako mfalme ndani yao Bwana mabwana, rejesha neema yako tena Yesu, nakuomba ukafanya urejesho katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu nakuomba rejesha Bwana neema yako, rejesha neema yako juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Bwana wale ambao tuko pamoja, wale ambao wanatufadhili kutoka mbali, Yesu nakuomba Mungu mtakatifu ya kwamba ukairejeshe neema yako juu yao, rejesha neema yako juu ya mtu mmoja mmoja kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ninakuomba irejeshe neema yako tena, irejeshe neema yako tena Yesu, kama ulivyoahidi mwenyewe Bwana. Baba ninakuomba Yesu katende katika jina la Yesu. Umesema iko mtu atanipenda, atanishika neno langu, na Baba yangu atampenda, na sitakuja kwake na kufanya makao. Baba nakuomba Mungu mtakatifu wafanye makao ndani ya mtu mmoja mmoja, ndani yangu Bwana na ndani ya kila mtu mfalme, katika jina la Yesu. Manifest yourself within us, Lord. Manifest yourself within us in the name of Jesus. Bwana wangu ninaomba ukajidhihirishe Yesu, naomba Bwana urejesho, rejesha neema yako ukajidhihirishe mfalme. Rikandarabashaka Yesu nakuomba, regedia rakoseke Yesu nakuomba, rejesha tena asubuhi leo. Naomba Bwana fanya upya, rejesha neema yako ndani yetu na katikati yetu kwa jina lenye nguvu la Yesu. Rejesha tena, rejesha tena. Let your power come upon us, come upon everybody in the name of Jesus. Rejesha tena, rejesha tena uweza wako, rejesha tena neema yako, neema yako, uweza wako, nguvu zako zikarejee tena ndani ya watu wako katika jina la Yesu. Let your presence be upon us in the name of Jesus. Bwana wangu nakuomba uwepo wako ukarejea tena ndani ya watu wako kwa jina la Yesu. Fanya upya mfalme katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye. Baba ninakuomba ukarejesha tena mfalme, rejesha tena Bwana mabwana, rejesha tena Jehova Mungu mtakatifu, nakuomba sana katika jina la Yesu. Baba nakuomba ukarejeshe, rejesha neema yako mfalme, rejesha tena mfalme, maana Bwana ulivyotuumba Bwana wangu kuna hali, kuna jambo ulituumbia Mungu mtakatifu, naomba Bwana ukarejesha tena Jehova. Tumekuja kwako kama ambavyo mtumishi wako Yeremia anazungumza kwenye kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 21 anaposema Bwana tugeuze kwako nasi tutageuka, usifanye upya siku zetu kama hapo kwanza. Jehova tunakuomba Bwana Yesu katufanye upya, Yesu katufanye upya, fanya upya tena mfalme, tufanye upya Jehova, tufanye upya Bwana wangu, tufanye upya Jehova. Bwana wangu na Baba yangu nakuomba ukatufanye upya, tugeuzie kwako mfalme. Kwa maneno yako hata asubuhi leo unazungumza Bwana. Baba unataka tugeukie kwako, unataka tugeukie kwako, unataka turudi kwako, unataka tugeukie kwako, tukurudie wewe, tukurudie wewe Yesu. Nakuomba tupe neema hiyo mfalme. Bwana rejesha tena neema yako mfalme juu ya kila mtu katika jina la Yesu Kristo
Bwana wa Mungu aliye hai, na kuomba Roho Mtakatifu wa Bwana, rejeza tena Jehova, katika jina la Yesu. Asante kwa nguvu yako ambayo Bwana iko mahali hapo na juu ya watu wako. Asante kwa uwezo wako ambayo Bwana uko juu ya watu wako sasa, kufanya transformation, Bwana kufanya mabadiliko, kufanya mageuzi, kufanya mapinduzi, kufanya mageuzi katika jina la Yesu. Transform our life in the name of Jesus. Bwana wangu nakuomba, fanya upya, geuza, pindua, fanya jambo jipya, umba kitu kipya ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana, tukaondoke kule ambako inawezekana tumekimbilia. Yesu, tunakuomba, tumerejea kwako. Ahadi yako kwenye Yeremia ile sura ya 1 mstari wa 3 inasema kwamba anasema nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Bwana, maana unazungumza, unasema nenda kawaambie. Unapozungumza unaambia nenda kawaambie Bwana wa majeshi asema hivi, irudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Nami nimekuja asubuhi leo, Jehova Mungu mtakatifu, sawa na maagizo yako, ya kwamba ni saa ya kurejea, ni saa ya kurudi kwa Bwana, ni saa ya kurudi kwa Mungu, ni saa ya kumrudia Yesu, ni saa ya kurudia neema ya Bwana katika jina la Yesu. Wapendwa, ni saa ya kurudi. Kanisa la Bwana, ni saa ya kurudi. Yes, time to turn back. Saa ya kurudi, saa ya kugeuka. Pendwa mtumishi wa Bwana, mpendwa ndugu yangu mahali popote ulipo, ni saa ya kugeuka. Time to change. Saa ya kubadilika. Time to change. Hii ni alarm. Time to change. Yes. Understand this. Yes, this is the time to change. In the name of Jesus. Ni saa ya mageuzi, ni saa ya mabadiliko, ni saa mpya ya Bwana kwa maisha ya watu, ni saa ya alfajiri mpya, ni alfajiri mpya katika jina la Yesu. Mapambazuko ya kizazi cha mtafutao Bwana, mapambazuko katika jina la Yesu. Ni saa mpya, ni saa mpya. Mwanadamu sikia, ni saa mpya, ni saa mpya, ni saa mpya, ni saa ya Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni saa ya Bwana, ni saa ya Bwana. Hii sio saa nyingine, sio saa ya yale mambo uliyoyazoea. Hii ni saa nyingine. Yes, time to change in the name of Jesus. Ni saa ya mabadiliko, ni saa ya mageuzi makubwa. Ni saa ya mageuzi makubwa, ni saa ya mabadiliko katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni saa ya mabadiliko, ni saa ya mageuzi. Mpendwa mtumishi wa Mungu, ni saa ya mageuzi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni saa ya mabadiliko, ni saa ya mabadiliko katika jina la Yesu Kristo mtakatifu mwenye haki. Nataka kusema na wewe leo, ni saa ya mabadiliko, ni saa ya mageuzi, ni saa ya mabadiliko makubwa. Roho wa Bwana anatembea, Roho wa Bwana anatembea. Na mahali ulipo, pokea hiyo neema ya Bwana iwe juu yako. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu iwe juu yako. Roho Mtakatifu na ingie ndani yako sasa. Pokea hicho kibali cha kujaa Roho Mtakatifu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wherever you are, receive the grace in the name of Jesus. Let the Holy Spirit be upon you now in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunaomba uwezo wako na uwezo wa watu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba neema yako, mfalme wa amani, neema yako Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo, mwamba mwokozi na nguvu zetu Bwana Yesu. Tunakusifu Mungu mtakatifu, neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Ila mmoja Bwana akapokee neema yako, ila mmoja akapokee uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana wangu, kila mmoja akapokee neema yako, kila mmoja akapokee hicho kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, uweza na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, naomba kila mmoja akapokee Bwana iwe neema, hicho kibali katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila mmoja akajae neema yako Bwana iwe juu ya kila mmoja sawa sawa na kiu iliyopo moyoni mwake mfalme. Bwana, kuomba akapokee sawa sawa na ile kiu ambayo imeujaza moyo wake, kama unavyozungumza mwenyewe ya kwamba kila aonaye kiu na aje kwangu anywe, na maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi yakibubujika mito ya maji ya uzima. Baba, ninakuomba neema yako na iwe juu
ya kila mmoja katika jina la Yesu. Naomba Bwana Mungu mtakatifu Jehova, naomba Bwana Roho Mtakatifu akatama yake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba Bwana wangu na Baba yangu katika jina lenye nguvu la Yesu, ya kwamba Bwana wangu na Baba, naomba neema yako Mfalme ikatawale juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Pendo, naomba sasa tunaenda mbele za Bwana. Omba Bwana akupe neema, omba Mungu akurejeshe kile ambacho kwa ajili ya hicho alikuumba, ile hali ambayo kwa ajili ya hiyo alikuumba, ile kusudi ambalo kwa ajili ya hilo alikuumba. Hebu liombe ile ndio unaliishi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Omba Bwana akupe neema ya kuishi ile kusudi, maana ndio limebeba maisha yako yote katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu Jehova, nimekuja kwako Mfalme wa amani. Baba, ninakusifu Mungu mtakatifu, ya kwamba Bwana wangu na Baba yangu katika jina lenye nguvu la Yesu, Bwana wangu yako makusudi, kuna nia, kuna mpango, kuna dhumuni ambayo kwa ajili ya hilo Mfalme uliumba watu, ulitumba Bwana, uliumba mtu mmoja mmoja, kila mtu kwa kusudi lake. Mungu mwenye haki, ninakuomba Bwana wangu, lakini liko lile kusudi la jumla. Yesu, ninakuomba Bwana Mungu mtakatifu, naomba ukampe kila mmoja tuwe kuliishi kusudi lako Bwana, ile ambalo kwa ajili ya hilo tumeumbwa. Mfalme, nakuomba Bwana ukatupe neema ya kuliishi hilo katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, ukatupe neema ya kuishi makusudi yako, kuishi mpango wako, kuishi nia yako Bwana, kuishi wewe Mfalme, katika jina la Yesu. Tupe neema ya Bwana, kila mmoja akaliishi kusudi lako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu nakuomba ukatupe neema ya Bwana ya kuishi ile ambacho Bwana Mungu mwenye haki Mfalme wetu Bwana umekusudia, ile ambacho umedhamiria. Jehova, ukatupe kukiishi hicho katika jina la Yesu. Bwana wangu nakuomba mpe kila mmoja kuishi makusudi yako, asiishi tofauti Bwana. Wale ambao maisha yao inawezekana yamegeuzwa, kwa jina la Yesu aliye hai natamka yarudishwe, natamka yarudishwe, natamka yarudishwe kwa jina la Yesu aliye hai. Arudishiwe ile nia, ile kusudi ambalo Bwana kwa ajili ya yule muumba, akarudishwa humo ndani yake, arudishwe humo katika jina la Yesu. Wala isiwe tofauti. Naomba Bwana kila mmoja akaishi vile ulivyoumbia katika jina la Yesu. Isiwe tofauti Bwana kwa jina la Yesu. Tupe kuishi makusudi yako duniani, tupe kukuishi Bwana duniani, tupe kuishi makusudi yako Mfalme. Baba, tunakuhitaji Bwana, tunawezaje wenyewe? Tunakuomba Mfalme Bwana, tupe kuishi makusudi yako, tupe kukuishi wewe Bwana katika jina la Yesu. Makusudi yako Mfalme ukatupe neema ya kuyaishi katika jina la Yesu. Pendo, omba katika jina la Yesu. Naomba Bwana wangu na Baba yangu ya kwamba Jehova ukatupe kuyaishi makusudi yako, ukatupe kuyaishi mipango yako, tuishi mipango yako, tuishi makusudi yako katika jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana kuomba, geuza tena Mfalme, tugeuze kwako nasi tutageuka. Fanya upya Bwana siku zetu kama hapo mwanzo kwenye uumbaji katika jina la Yesu. Baba, tupe neema kuyaishi makusudi yako katika jina la Yesu. Tupe neema ya kuyaishi makusudi yako Bwana. Asubuhi ya leo Mfalme na kuomba Bwana wa Bwana, wanaume na wanawake wote Bwana, mahali popote walipo, na kuomba Bwana Yesu ambaye ukampe kila mmoja kuishi makusudi yako, kuishi mpango wako, kuishi nia yako katika jina la Yesu. Baba yangu na kuomba sana ukamtendee kila mmoja kuishi makusudi yako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu nakuomba sana kwamba ukampe kila mmoja kuishi makusudi yako kwa jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana kuomba Baba ukatende kila mmoja Bwana katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yeyote yule ambaye maisha yake tunaishi ni tofauti na leo Mungu alimuumbia, kwa jina la Yesu leo hivyo vifungo vyote vikuachie kwa jina la Yesu. Vifungo vilivyogeuza maisha yako vikuachie kwa jina la Yesu. Vikuachie whatever you are. Unafanya kazi sana na matokeo hakuna, kwa jina la Yesu aliye hai nasema uachiliwe, nasema ufunguliwe kwa jina la Yesu. Baba Roho Mtakatifu na upita hapo ulipo, ukafunguliwe, ukawa huru katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu na kuomba, tembea, fungua vifungo hivyo, fungua Bwana. Magonjwa ambayo yamekaa kwenye miili ya watu, hata hawezi na kufanya kazi, hawezi kuendelea na familia zao. Yesu na kuomba, ponya kwa jina la Yesu. Ponya Bwana, ponya Bwana, ponya Bwana. Kuna wengine ni watumishi wako, lakini kuna hali fulani imewafinyilia, imewapana kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu na kuomba, oh let this be the time, oh this is your time for the rising giants. Yesu naomba, inua Bwana majitu yenye uwezo, inua mashujaa wako kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu na kuomba, rejesha
tena, rejesha tena maisha ya watu wako, afya zao, rejesha tena afya za kiuchumi, afya kwenye ndoa, afya kwenye mwili, afya kielimu, rejesha Jehova kwa jina la Yesu, afya kwenye ufahamu, afya ya Bwana hata walio paralyzed. Yesu nakuomba inua tena, wainue kwa jina la Yesu, wainue Bwana Yesu nakuomba inua tena kwa jina la Yesu. Roho Bwana naomba tembea kwa moto wako, kwa uwezo wako, touch everybody, touch in the name of Jesus. Naomba wewe ni saa ya kurejesha kwao kwa jina la Yesu. Baba ninakuomba sana, rejesha tena Jehova, nakuomba rejesha tena katika jina la Yesu. Wale ambao inawezekana mikono yao imeunganishwa na mapoza, kila wanachokigusa hakiendi sawa sawa, katika jina la Yesu napinga hiyo roho ikaachie katika jina la Yesu. Nakuomba Jehova, inua tena hizo roho za tumautate, ninaziteketeza ziangamie kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nakuomba Bwana, inua tena watoto wako, inua tena mfalme, hata kama alikata tamaa akafikia mahali pa kusema bora ningekufa, Yesu naomba rejesha tena uhai kwa hiyo ulimwengu wa roho ndani yake, hiyo mauti isiambatane naye kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ninakuomba ukawatunze watu wako, kawatunze watu wako Bwana, kila mmoja akabarikiwe katika jina la Yesu. Naomba Bwana siku ya leo kani siku ya faida kwao, tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025. Yesu nakuomba Bwana katembee na kila mmoja katika jina la Yesu. Yes, naomba Bwana uwe na kila mmoja, naomba uwe pako Bwana kaenda na kila mmoja katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, anapoelekea kwenye kazi zake. Roho Mtakatifu Bwana nakuomba uwe pamoja naye Bwana, uwe pamoja naye Bwana, uwe pamoja naye Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu nakuomba kwa ajili ya yule mtu mmoja ambaye amekata tamaa kwenye ndoa yake, kuna mambo anayopitia. Yesu nakuomba ingilia kati, intervene in the name of Jesus, intervene the marriage of Father, intervene the couple in the name of Jesus. Yesu nakuomba Bwana ingilia kati Bwana kwa jina la Yesu, ingilia kati ondoa kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Atangaze iwe shwari kuu katika jina la Yesu. Kuanzia leo ni vurugano inyamaze kimya. Baba tunakuomba warejeshe kusonga mbele, warejeshe kuendelea kwa jina la Yesu. Baba yangu nakuomba wape watoto wa kiume, wape watoto wa kike. Yesu wape uzao, wape Bwana katika jina la Yesu sawa na mahitaji yao. Roho Mtakatifu nakuomba ukamtendee kila mtu kwa utukufu wako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana mamba mwokozi na nguvu zetu. Nakushukuru mfalme maana unafanya just for the glory of the name of our Lord and Savior. Baba asante kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunakuomba Bwana ukabariki watu hao, Baba Bwana ukalindwe mikononi mwako, waangazie nuru ya uso wako ambao ukawatunze, wafadhili tunakubariki Bwana, ukawe pamoja nao wanapoingia na wanapotoka. Yesu nakuomba ukatembee na kila moja katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Bwana aendelee kukupa neema. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo tena. Naomba nitoe matangazo machache kwamba narudia tena kwa wale ambao inawezekana hawajapata tangazo hili lakini wanalisema karibu kila siku. Naomba ujue kwamba ratiba zetu ni kuanza Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi. Jumapili tutaiwekea Roho Mtakatifu atatupa maelekezo au mwelekeo mpya kule mbele. Kwa Jumapili kwa sasa bado hatuna utaratibu, lakini naomba ujue kwamba tunaanza Jumatatu mpaka Jumamosi ni kila siku ya saa 11, kila saa ya saa 11 kamili asubuhi mpaka 12 kasoro. Niombe uendelee kuungana nasi. Namba ambayo unaiona hapo ya simu, hiyo utatuma hitaji lako hapo. Kama uko na hitaji, tuma hitaji lako hapo au uliza swali hapo na litajibiwa kwa uaminifu, maana Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Mungu akubariki sana unapoendelea na shughuli zako. Ishi maisha matakatifu, muishi Kristo duniani, ishi kwa ajili ya utukufu wake ili Bwana aendelee kukutetea katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ulindwe na Yesu. Amen.